Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata we Yesu umwami Yesu avumwe. Lakeside hawajaniambia vile tunasemaga, lakini huko kwa utaitani tunasemaga hata si utaitani, aliko Yesu. Kule Ugiriamani nasema aliko Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika hali hiyo naona milango ya roho imefunguka, na ni kama shamba ambalo liko tayari kwa ajili ya mkulima kupanda mbegu. Kwa hivyo simama tu na miguu yako unaponisaidia kumkaribisha mtumishi wa Bwana Pastor Esther. Wakati huu simama tu na miguu yako unapomwalika mtumishi wa Bwana. Weka makofi mazuri, shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele. Haleluya. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Pastor Esther, na asubuhi ya leo nimeokoka. Kristo ni Bwana. Amenilinda na ameniokoa. Amenihifadhi katika wema wake. Nasikia kuheshimika kwa ajili ya baba yangu Apostle Lawrence Kamau, ambaye amenipa nafasi hii ya kunilea kama mwana. Bwana Yesu asifiwe. Najua sio jambo la kawaida. Ni Mungu na yeye amenena na yeye. Na Mungu akiwa amenena. Kwa milango iliyofungika Mungu akinena itafunguliwa. Na milango maadui waliokufungulia Mungu anaenda kuyafunga. Kwa hivyo nafurahia. Sisi zote ni wana wa baba wa madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kondoo ambazo Mungu amemjalia kuzirisha ili tukaweze kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kukaa katika uwepo wa Bwana. Tumeimba sifa na tumeimba maabudu. Hayo yote yanapatikana katika nyumba ya baba yetu. Hakuna mahali pengine utapata hizo sifa ama maabudu ama maombi. Hizo zote zinapatikana katika nyumba ya baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumebarikiwa katika hiyo kipengele ambacho kimepita. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Hicho kipengele kingine tunaenda kuingia ni hali ya kujifundisha jinsi Mungu anavyotaka tukakae. Bwana Yesu asifiwe. Akaandikia wana wa Israeli amri 10 ili wawe wanajifundisha nazo waweze kusonga. Lakini nyingi walivunja na wakashindwa na kufika Kanani ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wale Mungu alitoa Misri hawakufika Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wana wao ambao walizaa, hao ndio walifika katika mji wa ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini hao watu hawakufika? Ni kwa sababu walivunja zile sheria za Mungu, amri 10 ambazo sisi tukiwa watoto tulifundishwa. Haungebatizwa, haungewekelewa mikono, haungepokea damu na mwili wa Kristo kama haujahitimu kuzijua amri 10. Bwana Yesu asifiwe. Nasi leo tujifundishe. Si kwa sababu ya kulazimishwa, lakini ni kwa sababu hiyo ndio kielekezo chako katika hii safari ya kwenda mbinguni. Na utakapozivunja, hata kama kuna baraka, utazunguka jangwani na hautazipata. Hadi saa ile utarudi kwa njia ambayo Mungu anataka uipitie ili ukapokee kile ambacho alikuahidi. Watu wengi wananungunika ati Mungu alisema na mtumishi wa Mungu atanibariki, na bado Mungu hajanibariki. Sio Roho alisema uongo. Ni wewe ambaye uliondoka ile njia Mungu angekubarikia, ukaenda na njia nyingine ambayo haina baraka. Kwa hivyo ni vizuri asubuhi ya leo turudi katika makutano ya njia ili tuende na njia ambayo Mungu wetu anataka tupite, ili kile aliahidi kupitia nabii na Roho wake Mtakatifu aweze kutupatia. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wako tayari kurudi katika nyumba ya Mungu, kurudi katika njia za Mungu ili wakaweze kupokea baraka zao? Sio eti hakuna biashara iko, lakini hiyo njia umepitia Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Hizo pesa unataka
za kujenga, unazitafuta na njia ambayo ni ya kutukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hana shida na kutubariki, lakini turudi makutano ya njia ili Mungu na yeye akaweze kutuonekania. Watoto wa Israeli wakawa na muda mgumu sana, sababu walipotolewa kule Misri walianza kunugunika. Wewe Musa, umetuleta jangwani tuje tufe, na marenge ya Misri iko. Hawakuona asali, hawakuona mana, na hawakuona nyama. Bwana Yesu asifiwe. Wakamunugunikia Musa bila kujua. Sio Musa walikuwa wanamunugunikia. Wakati unaona mtumishi wa Mungu hapa, yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukubaliane hapo. Amen. Hakuna mtumishi wa Mungu, ni Mungu. Akamwambia Musa, nitakufanya Mungu mbele ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Farao hangeweza Musa, sababu Mungu alikuwa anaapia akiwa ndani ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unapokuja kwa mtumishi wa Mungu, kuja na heshima mingi, kunyenyekea, kumtii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu huwezi fanya mbele ya mtumishi wa Mungu sababu unatii mafuta. Kuna mahali Biblia inasema tutii neno la watumishi wa Mungu ili wakuwe na nafasi mzuri ya kuhudumia mioyo yetu, maana hawalali usiku na mchana. Unaona hivyo unalala, mtumishi wa Mungu halali. Leo hajatuambia ameamka saa ngapi, lakini Sunday alituambia saa 10 hakuwa amelala. Na nilijaribu kuchunguza ndani ya watu wengi sana Sunday, sababu hiyo masaa na mimi uzingizi ukapotea. Nikauliza wamama hapa, wakaniambia hawajalala. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu alipoamushwa, na yeye akajua kondoo zangu hamtalala. Bwana Yesu asifiwe. Ndio neno linasema anatuchunga usiku na mchana, halali akituombea. Na anaposema hata kama uko wapi uamuke, nakwambia utaamuka. Akiamuka saa 9, amwagilie hiyo blanketi yako maji ya kiroho, hautaweza kulala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujue, unapomheshimu, unaheshimu ile roho ambayo inakupigania. Wewe unakaa kama Koreshi. Koreshi hakuwa na uwezo wa Mungu aongee na yeye ama ambariki, lakini kwa sababu ya Yakobo ndiye huyu, akaambiwa nitakufichulia siri zilio, nitakufichulia utajiri ulio katika siri. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa Koreshi alikuwa mfalme, lakini Mungu hangeweza kumtumia. Lakini kwa sababu alisema mimi ni Mungu wa Abrahamu, Isaac and Jacob, katika uzao wa Yakobo akamuonekania Koreshi. Na wewe labda umetoka nyumba ambayo si nyumba ya baraka, si nyumba ya kuolewa, si nyumba ya masomo, si nyumba ya kujenga Nairobi, Mombasa, Nakuru, ile miji ine yeye usema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya Yakobo mwenye ametiwa mafuta, kuna nafasi yako ndani yake. Ukimtii, ukitii mafuta ambayo iko hapa, utabarikiwa ni kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Usione unaomba, kuna mtu ako hapo nyuma yako anayesukuma maombi yako ikaweze kufikia Mungu. Ukiona umejenga, sio kwa sababu yako. Ni kuna mtu hapa alikuta kwenyu hakuna ujenzi, akakuombea kwa Mungu kupitia sadaka zako, kupitia kutii, kupitia kumuheshimu, akawachilia mjengo juu yako. Labda wewe haujajenga, lakini mijengo imewachiliwa. Mijengo iko, magari ziko, na tunaenda kuzipokea. Kwa sababu kama Mungu atatubariki kwa sababu ya Yakobo, tumetoka kanisa nyingi sana, tumetembea. Si eti hatujatembea, tumetembea. Hata mimi nimetembea. Hata mtumishi wa Mungu usema yeye ametembea kumtafuta Mungu, na ya mwisho alimpata. Bwana Yesu alisifiwe. Alimtafuta wakiwa wawili, hadi siku moja akasema sitafuti tena, sasa nitagojea Mungu kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Labda kule umetoka haujamuona, nataka nikuhakikishie kwa hii nyumba ya mtumishi wa Mungu unaenda kupokea. Hata kile walifunga kusimu unaenda kukipokea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikawaambia kwetu hakuna microphone. Bwana Yesu asifiwe. Na saa hii nimeshika microphone sio kwa ajili ya baba yangu ambaye amenizaa wala mama yangu, ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye amepigwa vita mingi kwa ajili yangu.
Unajua vita zingine baba yako anakutana nazo si kwa ajili yake, ni kwa ajili yako wewe, kwa sababu kila mtu ako na madhabahu ya kwao ambaye inampinga. Umekuja nayo hapa na yeye akateta na hiyo madhabahu, akaibomoa, akaiharibu ili upokee mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa nini ukose kuheshimu mafuta? Ni kwa nini ukose kujua hapa kuna mafuta? Kwa sababu kama hautajua haitakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue nimekuja kutafuta nini katika nyumba hii. Asubuhi tukaambiwa ni kutii na kuweka imani juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama tunatii Mungu, tumtii mtumishi wake. Hautawahi ona Mungu amekuja kusimama hapa, lakini atasimama akiwa ndani ya mtumishi wa Mungu. Mimi anapoongea hapa sichukuangi kama binadamu, na ninapoenda kwake siendangi kwa mwanadamu, naendanga kwa Mungu anene. Bwana Yesu asifiwe. Nikipigana vita nione zimenishinda, naendanga namwambia hapa kuna ukuta. Wewe ndio unajua kuongea na ukuta wa Yeriko. Wewe ndio unajua kuongea na madhabahu ambazo zinajifanya kichwa ngumu. Ongea na hii. Na anaposema imeisha, huanga imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuheshimu mafuta, nayo itatuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma neno la Mungu lililo katika Ezekieli 36 verse 26. Pastor Boniface unisome. Kitabu cha Ezekieli mlango wa 36 mstari wa 26. Nasema, nitawapa moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yenu. Nitaondoa ndani yenu moyo wenu. Nitawapa moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yenu. Nitaondoa ndani yenu moyo wenu wa jiwe na kuwapa moyo wa nyama. Nami nitaweka roho yangu ndani yenu na kuwafanya ninyi mfuate amri zangu na kuwafanya kuwa waangalifu kuzishika sheria zangu. Mtaishi katika nchi niliyowapa baba zenu, ninyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Nitawaokoa ninyi kutoka unajisi wenu wote. Nitaita nafaka na kuiongeza iwe nyingi sana, nami sitaleta njaa juu yenu. Nitaongeza matunda ya miti na mazao ya mashamba, ili kwamba msipate tena aibu miongoni mwa mataifa kwa ajili ya njaa. Ndipo mtakapozikumbuka njia zenu za uovu na matendo yenu maovu, nani mtajichukia wenyewe kwa ajili ya dhambi zote na matendo yenu ya kuchukiza. Ninataka ninyi mjue kwamba sifanyi hili kwa ajili yenu, asema Bwana Mwenyezi. Oneni aibu na mtahayari kwa ajili ya mwenendo wenu, nyumba ya Israeli. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo: siku ile nitakapowasafisha kutoka dhambi zenu zote, nitarudisha watu waishi katika miji yenu, na magofu yatajengwa upya. Nchi iliyokuwa ukiwa italimwa badala ya kukaa ukiwa machoni mwa wale wote wanaopita ndani yake. Watasema, hii nchi iliyokuwa imeachwa ukiwa sasa imekuwa kama bustani ya Edeni. Miji iliyokuwa magofu ukiwa na kuangamizwa sasa imejengwa ngome na kukaliwa na watu. Ndipo mataifa yanayowazunguka yaliyobakia watakapojua kuwa mimi Bwana nimejenga tena kile kilichoharibiwa na nimepanda tena kile kilichokuwa ukiwa. Mimi Bwana nimenena, nami nitalifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni wana wa Israeli. Mungu akanena na wao, kwa sababu mioyo ya hao watu yalikuwa kama mawe, na Mungu hapendi mioyo ya mawe. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo ya mawe hakuna kitu unaweza panda ndani, hakuna kitu inaweza toka. Na Mungu sababu alipenda wana wa Israeli, akaona ya kwamba kuna vitu ambavyo walikuwa wamefanya ambazo hazikumfurahisha. Kile walifanya, walijitia najisi kwa matendo yao na mienendo yao, kwa kumwaga damu kwa miungu. Walifukuru jina la Mungu. Hawa ni watu wa Mungu, lakini wamelazimika kutoka nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Hizo vitu nimekusomea hapo
Ndizo vitu Waisraeli walifanya, wakajitia najisi kwa mienendo yao. Na Mungu alipokuja kuwafanya upya, kwanza aliwakumbusha matendo yao, akawakumbusha zile njia walizokuwa wanaenda nazo. Walikuwa wanaabudu hadi miungu, hadi watu wanasema ya kwamba hawa watu walikuwa watu wa Mungu, lakini waliondoka kwa nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Mungu akasema, ninakuja kuumbia nyinyi mioyo mipya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuona nafasi katika mioyo ya hapo mbele, lakini alisema kama narudi, lazima nibomoe kile ambacho kiko ndani yenu. Wakati tumeokoka ama tunakiri Kristo ni Bwana, unapokuja hapa mbele kuambiwa sema, Bwana Yesu, nimeokoka, nimerudi kwako, hiyo uwanga Mungu ameanza kubomoa kile ambacho kiko ndani yako, ili akujenge upya, akuanzishe maisha mpya. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia wana wa Israeli, nataka nibomoe hiyo mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo ya watu inakaa kama hii chupa, sababu kuna watu hawajui tofauti ya moyo na roho. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa mwanadamu ni hii chupa, nayo roho ya mwanadamu ni maji ambayo unaiona kwa hii chupa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nitabomoa. Kwa hivyo atakapoingia ndani yako kuondoa maisha ile ya kale, kwanza atakubomoa, atararua hii chupa na amwage kile ambacho uliwekwa ndani. Hiyo moyo wa mawe autoe, au vunja, atatumia matok. Hata kama uoni ya kimwili, atatumia ya kiroho akuvunje, alafu akujenge upya. Akishamaliza kukujenga upya, atakuweka roho. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo roho atakayokuweka, atakupa roho ya kumtii na kufuata kanuni zake. Sheria zake hautazivunja tena, kwa sababu umetoka kwa ile dunia ya mawe, akakuumbia moyo wa nyama. Bwana Yesu asifiwe. Nyama unaweza ikula hadi na toothpick, lakini mawe hata mkono yako haiwezi kavunja. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nitavunja. Hiyo ni nyumba ya kale ambayo tunakuanga tumejengewa na misingi ya kidunia na raha za dunia. Vitu hizo unaona unapenda za kidunia, wewe uko na moyo wa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Na ili hali tuliokoka, lakini tuko na mioyo ya mawe ambayo neno la Mungu haliingii ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa unaona tumeokoka, lakini zile tabia baya ziko kanisani. Ni kwa nini? Watu hawakumkubalisha kuvunja kile kichupa cha kwanza, akuje akuubie chupa ingine na akupe roho mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuja akuje kwa ile mjengo ati amepata. Hapana. Kuna mahali neno linasema ya kwamba nyumba ya kwanza ikibomolewa, maroho machafu yanapoondolewa na yanaenda kule ziwani, huanga wanaangalia siku ile utajichafua wakaweze kurudi. Ukifanya umaraya wanarudi, ukikunywa pombe wanarudi, ukisengenya wanarudi, ukichukiana wanarudi. Na hizo vitu zote nimenena haiwezi kaa moyo wa nyama, zinakaanga katika moyo wa mawe. Unafaa ujichunguze saa hii, moyo wako ni wa mawe ama moyo wako ni wa nyama. Sababu leo hata kama ni wa mawe, Mungu yuko tayari kuvunja kichupa hiki, akuwekea kichupa kingine kisafi na roho mpya, ili uweze kuenda kadri na mapenzi yake, uweze kufuata kanuni yake, amri 10 zake ziwe ndani, naye Roho Mtakatifu akusaidie kuzitenda. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni kwa nini tumeshindwa? Kwa sababu tumetoka na vitu zingine kule nje na hazifai hata kwa madhabahu, hazifai ndani ya moyo. Kristo atakapokuja kwako hataki mawe ya kukalia. Bwana Yesu asifiwe.
anataka akupate na kichupa hiki. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nimekwambia, hata kama uko na mawe, ako na nguvu ya kuivunja vunja. Yes. Akiwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dadi, karibu tunakuishi. Asante sana. God bless you. Yeah. Asante. Nataka kulea. Yeah. Sijui kama leo msikia tofauti. Msikia tofauti? Kifuata instruction, mambo yote itakuwa mazuri. Basi nawakaribisha kwa kipindi hiki cha ibada ya mchana wa leo. Majina yangu ni Apostle Lawrence, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naongea nawe nikiwa nchi ya Kenya, mji mkuu wa Nairobi, sehemu inaitwa Kasarani. Hapa ndipo tunamhudumu Mungu na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kile ambacho ningetaka nikukaribishe ni kwa sababu ya neno la mchana wa leo na kile Mungu amesema. Kuna mambo Mungu anaongea na kuna wakati mwanadamu anaongea. Kwanza kuna kitu nisisahau hapa. Nimeandika mpaka masaa. Roho wa Mungu akaniambia omba kile unataka nitakupa. Ilikuwa ni saa 6:48. Nimeandika hapa. Ilikuwa message ya mwisho 48. Bwana akaniambia the same message ambayo niliambiwa na Mungu juzi usiku. Tuingie kwa maombi, hajawahi ombwa kitu na mtu akakosa kumpatia. Sema amen. Nataka niwalike jinsi wote, badala ya mgomo kujeni kanisani tumwabudu Mungu. Mimi ni mkulima na ni mfugaji. Nikawaambia kujeni tuongee, tukae chini. Naweza kukupatia advice kama baba yako wa kiroho. Naweza kuwa baba wa kimwili. Nikaenda kwa shamba juzi na zile mahindi nilibeba, nikasema wale walikuwa na jengo elimu wape wale walikuwa na pale kwa site. Alafu pagane na wao, wajue vile watakwenda. Hizo nimelima, hakuna kitu nitauza. Wale walikuwa na jenga pale, wale walibeba cement, wale wamenisaidia mpaka wale wanaendaga hapo. Nami nikaona ni vizuri niwabariki. Praise the Lord. Salimia mtu, mwambie kuanzia leo umebarikiwa. Wewe unanitazama, enda pale kwa YouTube Jesus Saints and Wonder International Church, enda pale kwa Facebook Jesus Saints and Wonder International Church. Alika watu. Wiki inayokuja huduma zote nimefunga. Deliverance nimefunga. Ile huduma nimeacha kuanzia Monday kesho ni maombi. Metafuta hema zangu zote na kuja hapa. Naweka kabi hapa. Tutafute Mungu. Angalau tuokoe mmoja anayekufa. Watu wanakufa tu na watu wananyamaza. Watu wanakufa tu, Wakristo tunanyamaza. Sema amen. Sema kuanzia leo mimi sitakufa, nitaishi. Sema amen. Usisalimie mtu, mwambie kuanzia leo wewe hauko kwa kifo. Hauko kwa kifo, kwa maana Mungu atakuokoa na atakusaidia. Ukisoma nasema point number 1, Mungu akupe nabii wa kweli. Nabii atakaye nena kwa anga yako. Nabii. Sikuwa najua faida ya nabii. Mungu akiniambia nitakutuma kwa watu, sikuwa najua kama kuna uwezo mpya ambaye Mungu anaweza nipa niokoe mtu. Sema amen. Unaona, napea watu masiku, ako na leukemia, ako na kansa, lakini namwambia after 1 days utapona. 3 days damu irudi. 4 days, kwa sababu nabii akinena wa kweli kwa anga yako inabadilika. Salimia mtu, mwambie unahitaji nabii wa kweli. Sema amen. Unahitaji nabii wa kweli, sio manabii, nabii wako. Ukisoma Wafalme wa 2:7, unajua nataka nipatie watu nafasi wahubiri. Na leo nilikwambia natafuta. Kuna mama moja alikuwa banana na alikuwa anaponya watu sana, lakini Mungu nikaenda mlimani kauliza, huyu mama alienda tu na akaenda, kwani hakuna mwingine?
Sema amen. Salimia mtu, mwambie hata wanaweza tumika kwa njia yoyote. Kama Mungu alitumia puda, wewe na puda nini ya maana? Puda. Alitumia puda, akatumia puda ikabeba Yesu. Wewe ni zaidi ya hiyo. Wewe anakaa ndani yako, anakaa ndani yako, nakaa ndani yenu. Nanyi mkikaa ndani, mnakaa ni wawili, mnasaidiana. Ukisoma Wafalme wa Pili, kuna watu walikuwa wametupwa kama vile umetupwa. Kuna mtu haoni maana yako. Watu wengi wametupwa, hata mimi nilitupwa. Watu walinikataa, dunia ilinikataa, chakula nikakosa, nikawa mtu rejected, mpaka nikaigizwa kwa ng'ombe na mbuzi nichunge. Lakini kuna kitu moja nataka nikwambie. Bwana akiwa ndani yako na kuwe na nabii wa Mungu ndani ya awe anakuongoza, lazima utafanikiwa. Sema amen. Hebu soma Wafalme wa Pili 7:1. Usijali wewe umetupwa. Elisha akasema, sikiliza neno la Bwana, hivi ndivyo asemavyo Bwana. Wakati kama huu kesho, kipimo kimoja cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri moja ya fedha, na vibaba viwili vya shairi kwa shekeri moja ya fedha katika lango la Samaria. Yule afisa ambaye mfalme alikuwa anauegemea mkono wake akamwambia yule mtu wa Mungu, tazama, hata kama Bwana atafungua madirisha ya mbinguni, je, jambo hili litawezekana? Elisha akajibu, utaona kwa macho yako mwenyewe, lakini wewe hutakula chochote kati ya hivyo. Hebu soma 3 usikie. Basi kulikuwa kuna watu 4 wenye ukoma katika ingilio la lango la mji. Wakaambiana, kwa nini tukae hapa mpaka tufe? Kama tukisema tutaingia mjini kuna njaa, nasi tutakufa humo. Kama tukikaa hapa tutakufa. Kwa hiyo twende kwenye kambi ya Waaramu tujisalimishe. Kama wakituacha hai tutaishi, kama wakituua basi na tufe. Amen. Maandiko yanasema kuna 4. Unabii huu haukusaidia wote. Ulisaidia wale ambao walisikia nabii amenena, walikuwako nje ya hema, ni wagonjwa ukoma, wamekataliwa kwao kama vile umekataliwa. Lakini wao hawakuvunjika moyo. Nabii alisemaje? Kesho masaa kama haya unga utauzwa shekeli katika lango la Samaria. Wakasema twende. Wakituua ni sawa, wakituua ni sawa, kwa maana hawa watu ni rejected. Kuna watu wametupwa, kuna watu hawaoni maana ya kuishi. Ni kwa sababu hata wakiishi bado wana maumivu. Lakini hawa hawakufa moyo. Walikuwa 4 wametupwa nje ya kambi, walitupwa, lakini wakasemezana twende. Naye Mungu alikuwa kwa kinywa cha nabii. Wale watu wakaenda. Walipoenda wale watu walisikia mgurumo wa miguu, wakaondoka, wakasema ya kwamba mfalme amekomboa jeshi la Waisraeli, tutauawa. Wakaacha chakula, wakaacha mavazi, jamaa wakaingia wale waliotupwa. Leo kuna mtu ataingia. Leo kuna mtu ataingia. Leo kuna mtu anaenda kubarikiwa. Leo kuna mtu anaenda kuinuliwa. Ingawa ulitupwa, hata wengine wanasema wacha aende Nairobi, tulimalizana na yeye. Wacha aolewe, tulifunga tumbo yake, hawezi pata mtoto. Leo kuna kiumbe kinaumbwa ndani yako. Inua mkono useme, Bwana Yesu, leo kuna kitu kinawekwa. Leo kuna kitu Bwana anaenda kuweka. Wapende. Huyu alisema hata madirisha ya mbinguni yafunguke haitawezekana. Sikia hii, nimeandika mimi. Baba, umeniambia niombe kile nataka. Mimi nimeandika. Baba, unipe mahali pagu pa kujenga leo. Na hata ile gani nabadilisha ni mpya. Namba iliwekwa sijui ilikuwa lini. Namba ilikuwa uliweka lini? Namba uliendea lini? Tuesday. Nabadilisha. Si ni Mungu ameniambia niombe kile nataka. Si mimi ni nabii. Aleo usisalimie mtu mwambie badilisha. Sio kushinda na nyumba singo. Hapana, nimeambia Mungu, si ni wewe umesema na nikaandika masaa na dakika. Patia mahali pangu pa kujenga. Sema amen. Unajua hata useme amen pole, yangu ni yangu, sema amen. Si usalimie mtu mwambie kuanzia leo
Salimia mtu mwambie kuanzia leo hata haijamaliza nasema nabadilisha. Wale maadui zangu ngojeni. Ngojea. Si ugoje. Hata baba nakuja. Live. Ucheza muziki. Bingu itashuka. Watu watakombolewa. Watu watabarikiwa. Roho tunakuja na tuache kanisa. Salimia mtu mwambie nabii sio wa kuchezewa. Leo kuna kitu kinaenda kutendeka. Elisha akasema kesho, nami nakwambia kesho masaa kama haya mambo yako yatabadilika. Inua mkono wako usema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Anakuacha mmoja wanakuja 10. Rafiki mmoja tu anaondoka wanakuja 20. Hata analetwa mmoja tu ako na do. Unaweza kuwa na marafiki wengi bure. Marafiki bure. Ni wakuja kufuata wewe tu hapa, kufuata. Waondoke Bwana ingie. Leta mmoja Jehova. Na Elisha akasema ni masaa ya viwete kutembea. Ni masaa yao kubarikiwa. Inua mkono wako sema Bwana Yesu, masaa yangu imefika ya baraka. Sema amen. Masaa yangu imefika. Hello. Sijui kama kuna mtu apokee hiyo. Utabadilishwa na utafanana na wote. Baraka yako haitakuwa kama ya mwingine. Nimekataa kuwa mtu ya kawaida. Salimia mtu mwambie kuanzia leo. Apostol akibadilisha, nilikwambia naacha alio naacha zote ziko na hiyo naacha. Nikienda. Uliza mtu uko tayari? Uko na license? Uko na visa? Uko na passport? Ama nikuniangalia? Mimi siniangalie. Mind your own business. Ukiniangalia utaanguka. Amen. Sina baba wala mama. Lakini niko na mmoja. Niko na mmoja anaitwa Yesu. Anainuaga mtu kutoka mavubini. Anampaka mafuta. Sijavaa suti. Lakini Yesu alipokuja, angalia, wewe niangalie tu, usiangalie. Siangalie. Wewe hata usinitake. Wenda. Mimi sijilazimishi kwako. Wale wa kwangu watakuja. Salimia mtu mwambie usilazimie kwao. Hata usije ukijipaka ati wakupende. Achana wao. Wacha waende. Waambie waende. Waambie enda wewe. Waambie wewe pita wewe. Ati msichana baka umewajeka sijui hatibagasa. Ati uliachwa na Salimia mtu mwambie wachokoze. Hata kuona mmoja nifanye hivi. Si mimi natafuta wa kuoa. Nisivuke jicho kwa nini wewe kwenda wewe. Kila mahali ukiniona nimesimama unasema Apostle nimemwona amesimama hapa nioe ng'ombe. Kwenda wewe hata ukiendaga wewe. Nitatagaza. Ama niwe mchaina karatika akae pale kwa mlango. Ita trade. Yes, salimia mtu mwambie kuanzia leo. Usijifiche tena. Amen. Unatembea kwa yadi unasema nataka hii gari. Nataka hii gari. Nataka hii gari. Sema amen. Salimia mtu mwambie kuanzia leo. Usijifiche tena. Wacha waongee wamalizane. Wacha waongee wamalizane. Sasa eti unaacho unachukua kama unyinyoge. Wewe kae mogoroki. Ukifa umeenda. Ukifa umeenda. Wacha wale watakuacha wakuache mapema asubuhi. Sema amen. Number 2. Najua naliga hivyo kwa sababu napewa nyumba mahali na Mungu. Naliga hivyo kwa sababu ameniambia niombe kile nataka. Hii gari ni fupi. Salimia mtu mwambie ni fupi. Nataka gari kubwa. Kama wewe ukijua yule Mungu tuko na wewe nyinyi hata hamwezi. Mngeleta sadaka tu. Sema Apostle sema the grace. Unasemaje kwangu? Number 2. Mungu akupe marafiki kwa kweli. Aondoe wauaji. Akupatia rafiki wa kweli. Ukisoma mambo ya Nyakati 20:35. Mambo ya Nyakati wa pili. Yes. Akupatie rafiki wa kweli. Marafiki wengi uko na wao sio wa kweli. Sio wa kweli, ni wauaji wa maono. Mambo ya Nyakati wa pili 20 mstari wa 35.
Nimesikia Mungu akiongea. Sema kile unataka, nitakupatia. Tunaingia kesho kuleta hoja zetu na zile vitu ambazo hatujapata. Soma Mambo ya Nyakati wa Pili 20 mstari wa 35. Hatimaye Yehoshafati mfalme wa Yuda akafanya urafiki na Ahazia mfalme wa Israeli, ambaye alifanya maovu sana. Kaungana naye kutengeneza meli nyingi za kwenda Tarshishi, nazo zilitengenezwa huko Esion-Geberi. Ndipo Eliezeri mwana wa Dodavahu wa Maresha akatoa unabii dhidi ya Yehoshafati akasema, kwa kuwa umeungana na Ahazia, Bwana ataangamiza vile mlivyotengeneza. Zile meli zikavunjika na hazikuweza kung'oa nanga ili kwenda Tarshishi. Hebu sikia hii leo. Sema leo. Sema leo. Sema leo. Ahazia wa maisha yangu anaondoka. Sema leo. Ahazia wa biashara yangu anaondoka. Sema leo. Ahazia wa watoto wangu anaondoka. Nimetumwa kwako kama Dodavahu mwana wa Maresha nabii. Salimia mtu mwambie imetumanwa. Leo anaondoka. Brother, leo anaondoka. Leo anaondoka. Leo anaondoka. Leo anaondoka. Sio, salimia mtu mwambie anaondoka. Na ukimwona karibu na wewe, nasema nimekupa upanga wa kiroho, utamngatua na ataondoka. Kuna maasia wengi sana wako kwa maisha yako. Ukienda kusonga mbele wanafunga milango, ukienda nyuma wanafunga milango, ukianza biashara wanalaani wewe. Leo tunawalaani. Sema kwa jina la Yesu. Sema hii kidole hii. Sema hii kidole hii ni kipointi ya Ahazia. Leo anaanguka katika jina la Yesu. Kuna mtu alikuja akakuangalia asubuhi akauliza kwani umeamka, ukafikiri ni rafiki wa kweli, kumbe ni Ahazia. Leo ninawaondoa kwa jina la Yesu. Nawaondoa leo, nawaondoa leo, nawaondoa na ninawaondoa na ninawaondoa. Sabani wakufe. Na warushia kamba wale wameenda kwa waganga na wachawi kwa ajili ya maisha yako, wakapeana jina, wakasema tumulaani Kamau, tumulaani Kamau. Leo wanalaaniwa, leo wanalaaniwa, leo wanalaaniwa, leo wanalaaniwa, leo wanalaaniwa. Walioshika baraka yako leo wanaondoka, walioshika huduma yako leo wanaondoka. Kanisa linainuliwa, nyumba zinamalizika, utajenga. Nimesema ni miji tatu Nairobi, na Mombasa. Ninakuja Mombasa, nakuja Mombasa. In the mighty name of Jesus. Ninashukia hapo nikipanda. Sema ninakwenda. Na wakisimama barabara hakuna kuondoka, nitapita na wao. Shika gari yako steri. Sema kwa jina la Yesu. Hawa maadui, hawa Ahazia wanaondoka leo. Waweke chini, anza kuwakanyanga. Tunashika Ahazia, anazuia kanisa ijengwe. Leo wanaondoka. Inua mikono yako useme Bwana Yesu, leo wanaondoka. Sema amen. Wale wanakaa mlangoni Abusalomu, nakuja na moto. Wacha nikwambie, kurusedi itakuwa hivi. Nasema kwa jina la Yesu. Kurusedi itakuwa hivi. Nasema kwa jina la Yesu. Sasa ni umoja. Tutaenda Samibarati na Tobia. Leo tunawang'oa. Sema tunawang'oa. Sema tunawang'oa. Wapigieni duru. Tumekataa Asia, tumekataa vifo, tumekataa laana. Piga nduru. Inua mikono yako useme Bwana Yesu, Jesus. Inua mikono yako, sema Jesus. Simama, ruka. Sema Yesu. Tunagoma. Sema haki yetu. Tumenyanyaswa. Haki yetu. Tumenyanyaswa. Haki yetu. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, Jesus. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi mazuri. Wewe simama, wewe wacha uchezo. Twende.
wako wapi? Wakisi, twende Sudeka. Wakisi. Na usiruke kwa nyumba. Wakisi. Ayayayaya. Watu Wakisi. Wakire. Wairire. Wakisi. Don't come. Wewe shuka usigogwe teke. Don't come. Hawana kampango. Gekoyo. Wakikuyu klabu. Wapi Wakamba? Kita. Nenda kutia ngai wakwa. Geukia watu watano. Basi shika bendera yako. Shika bendera. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya Bwana sasa inapepea. Weka bendera. Weka juu. Weka juu. Kila mtu ana kitambaa. Na kama huna, toa kiatu ya mtu. Na kama huna kitambaa, lakini usitoe ya mokolino atakupiga. Haya. Kuigua wega. Kaiye mulio. We. Nini unaongezewa nini wewe? Iko sawa, usimwongeze. Iko sawa, mimi nakusikia. Peperusha watu kadhaa wapie wewe. Hiyo kisirani ndani yako naitoa. Mwafanya hivi baya. Inua. Weka juu bendera yako. Rusha juu. Twende juu. Hakuna kuzeeka. Twende jensi. Hakuna mgomo. Kimbia. Kimbia na buruga mama. Kimbia.
Twende. 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 Jensi twende wewe unaanza pole pole. Wewe unaanza pole pole. Toa. Toa huyo. Toa huyo. Toa. Toa. Kimbia. Kimbia. Twende. Kimbia. Aya kimbia. Kimbia. Wewe ule hakimbia ndo. Wewe umezeeka wewe. Haya. Kimbia. 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 Haya, kuna biatia.
Weka shangwe na bigele. Wamasai. Aya, wekwa ni mzito wasiruke. Lazima kuweka mazoezi. Hapa wanamke wengine ndio miaka 18. Ndio miaka 18. Jensi. Twende. Inua. Sijui. Sasa situende nyumbani. Bado. Tunapumzika kwanza. Tuko kanisa. Yes. Kaa vizuri. Tunangojea. Salimia mtu wetu tunangojea. Matokeo. Salimia mtu mwambie matokeo. Salimia mtu mwambie ni matokeo. Sio relax, kaa vizuri kwa kiti. Na wasimu sio plastic. Takuwa na tuviti. Toa hapa mbele, toa wazee. Ana monitor tu. Sema amen. Kwa Yesu kuna raha. Salimia mtu mzee, how old are you? I'm 24 years. 24. Nimekata ya ng'ombe 8. Nimekata ya kula githeri 5. Ile nilihangaishwa na tatani nyingine 5. Sasa hiyo ni 18. 18 utoe 44, 45. 18 take away 45 inakuja ngapi? 18 take away 45. Soni. Ni ngapi? 27. How old are you now? I'm 27 years old. Na wewe uko na ngapi?